damu ya Yesu inatupa haki ya kudumu katika uwepo wa Mungu. Tukaangalia hilo kwa upana, lakini kitu cha pili tulisema inatupa uwezo wa kutoa dhabihu zinazokubalika mbele za Mungu. Na hili ndio lilikuwa somo letu kuu siku ya Jumapili. Nilieleza kwa upana nikitoa na mifano. Lakini tulikuwa tumesema pia kuna hoja ya tatu ambayo inaitwa nguvu ya kupata baraka kwa ajili ya wengine. Damu ya Yesu inakuwezesha kupata nguvu inayokuwezesha wewe kuwa baraka kwa watu wengine. Na hili hatuwezi kulielewa kama hatutarudi kukumbuka kwamba wewe ni kuhani. Kama vile kuhani alienda mbele za Mungu kwa niaba ya watu wengine, yeye alipewa uwezo wa kumkaribia Mungu. Alipewa uwezo wa kumkaribia Mungu, kwenda mahali alipo. Na iliwezekana hivyo kwa sababu ya huduma aliyokuwa ameshatangulia kufanya aliyeitwa kuhani mkuu, ambayo yeye aliifanya huduma hiyo mara moja kwa mwaka kwa niaba ya taifa. Watu wengine hawakuruhusiwa kuingia kwenye uwepo wa Mungu. Lakini sisi kwa damu ya Yesu tumepewa huo uwezo wa kumkaribia Mungu, tukawe na ushirika naye. Kwa sababu tunaweza kwenda kwenye uwepo wa Mungu tukawa na ushirika naye kama makuhani wa zamani, basi twaweza tukasimama huko kwenye uwepo wa Mungu tukachukua baraka kwa ajili ya wengine. Twaweza kusimama mbele za Mungu tukachukua baraka kwa ajili ya watu wengine. Hebu tuangalie kwa pamoja andiko ambalo tuliangalia sana siku ya Jumapili, ambalo ni waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 na mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 na mstari wa 5. Biblia inasema, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Tulizieleza hizo dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu ni zipi. Kwanza kabisa ni maombi yenyewe. Maombi haya unayoyafanya ni mfano wa wenzetu walivyokuwa wanaenda kwa Mungu wakiwa na ng'ombe, mbuzi, kondoo. Kuna wakati hizo dhabihu walizokuwa wanatoa ndio yalikuwa maombi yenyewe. Kwa hiyo siku za leo unapoomba ni dhabihu unatoa mbele za Mungu. Sasa ili ikubalike lazima iwe ni kupitia Yesu Kristo. Lakini dhabihu nyingine ambayo tunapeleka mbele za Mungu ni kusifu na kuabudu, ambayo Waibrania 13:15 amesema ni dhabihu za midomo.
Lakini dhabihu zingine tunazopeleka mbele za Mungu ni matoleo. Matoleo mbalimbali tunayoyatoa kwa maana ya sadaka. Zile tunazoweka kwenye makapu yetu ya sadaka. Hizo ni dhabihu. Lakini pia maisha yetu tunayoishi, maisha ya kujitoa, ya kujikana, unavyoacha dhambi ukaishi maisha ya kumpendeza Mungu, hiyo ni dhabihu. Upo kwenye kazi ya mwajiri ambapo ingewezekana ukachukua milioni 200 bila yeye kujua. Unapoamua kutokuzichukua, wakati unajua kabisa ungezichukua zingekusaidia kununua eneo zuri. Kwa mfano labda hao wanaokaa Singida, hapo pembeni ya ziwa Singidani, unaweza kununua kiwanja hapo na ukajenga jumba la kutisha na usionekane. Lakini unaamua kufanyaje? Kuwa mwaminifu. Hiyo ni dhabihu. Ungeweza kupokea rushwa halafu ukampa mtu kitu, na wakati mwingine unaweza ukapokea rushwa na wala usifanye chochote, na huyu aliyekupa rushwa hawezi kukufanyia chochote. Lakini unavyokuwa mwaminifu, umetoa dhabihu kwa Mungu. Kule nilikotoka, wakulima huwa wanalima mazao. Wale wafanyakazi wa kwenye vyama vya ushirika wale huwa ni watu wahovyo sana, baadhi yao. Kwa sababu wewe unaweza ukapeleka mpunga, unaweza ukapeleka pamba, unaweza ukapeleka zao lingine lolote. Walipopima wamekuta labda kilo 1000, lakini wenzako wanataka waandike kilo 10,000 ili ionekane hizo zingine ambazo hazipo. Wanajaza huko matakataka, mchanga, mawe. Sasa kuwa mwaminifu katika maeneo kama hayo ni dhabihu kwa Mungu, kwa sababu mianya ya kufanya yasiyofaa ni mingi. Sasa yote haya unapoyafanya kwa sababu ya Yesu, inaitwa dhabihu inayokubalika kwa njia ya Yesu Kristo. Sasa turudi kwenye kipengele cha maombi. Turudi kwenye kipengele cha maombi. Hebu angalia Yakobo sura ya 5 mstari wa 15. Yakobo sura ya 5 mstari wa 15. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Hebu sema maombi ya imani. Kuna maombi ya imani waweza ukayafanya kwa niaba ya watu wengine. Waweza ukafanya maombi ya imani kwa ajili ya watu wengine. Na ukifanya maombi ya imani kwa ajili ya watu wengine,
Hayo maombi yanaitwa maombezi. Kiingereza wanasema intercession. Neno hilo intercession ni maneno mawili yaliyounganishwa, ikimaanisha kuna mtu anakaa kati ya mwenye shida na Mungu. Anakaa kati ya mwenye shida na Mungu. Anaenda mbele za Mungu kwamba Mungu atende kwa mtu yule kwa sababu yake. Mungu atende kwa fulani, lakini Mungu asiangalie huyo mtu alivyo mkosaji, asivyo stahili, ila Mungu amwangalie yeye. Hiyo inaitwa maombezi. Katika Biblia kuna wakati wana wa Israeli walimkosea Mungu, na Mungu akachagua kuwafutilia mbali. Siku ile ambayo Musa alikuwa mlimani na watu walikuwa wanaendeleza mambo yao, wakatengeneza sanamu ya dhahabu. Baadaye Mungu alisema hawa watu hawanifai, nitawamaliza wote, halafu wewe Musa ndiye nitakaye kuinua kuwa taifa. Na Musa alikuwa anaelewa, alikuweko Ibrahimu mmoja, lakini likawa taifa kubwa. Kwa hiyo kumtumia Musa likawa taifa kubwa akiwa amewakataa wengine ilikuwa inawezekana. Lakini Musa alisemaje? Nifute mimi kwenye kitabu chako, ila watu hawa wakubalike mbele zako. Sasa Mungu anaona kwamba Musa anamkubali, lakini anasema nifute mimi. Maana yake adhabu uliyoikusudia kwao, basi kama ni hivyo basi bora ije kwangu, lakini kulikoni hawa watu waangamie, kwa sababu dunia nzima itajua ulishindwa. Hapo ndipo kuintercede. Unakaa kati ya Mungu na watu, kati ya Mungu na mtu. Upo katikati ukisababisha jambo. Hebu tutumie mifano ya moja kwa moja ya kwenye Biblia. Tuanze na kitabu cha Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 17. Sura ya 18. Mwanzo sura ya 18. Biblia inasema hivi. Nitaanza na mstari wa 16. Tuanze na mstari wa 16. Mwanzo 18, tuanze na mstari wa 16. Anasema kisha watu hao wakaondoka huko, wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. Hapa ndipo tunapopata maneno yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Waebrania. Usikose kuwatendea mema wageni. Maana unaweza ukadhani unamhudumia mtu, kumbe unamhudumia malaika. Na anaweza asiwe malaika wa kawaida, akawa ni Mungu mwenyewe. Sasa unaweza ukaelewa pia kwamba Mungu anakula, kwa sababu Ibrahimu alitengeneza chakula na Mungu alikula.
Kati ya wale watu watatu aliowapokea Ibrahimu, mmoja wao alikuwa Mungu mwenyewe. Sasa walipokuwa wanatoka nyumbani, bado akawa na hekima, pamoja na kwamba nimewapikia, nimechinja ng'ombe, nimetengeneza na chapati na supu nzuri, bado alitoka akawasindikiza. Nimetengeneza nyama choma, bado alitoka akawasindikiza. Huo ni ukarimu wa mtu. Usiwe na wageni kama vile wanakuja kukusumbua, una mambo yako, ni kama wanakusumbua. Jifunze kuwa mkarimu, maana wewe ni mtu wa Mungu. Unapofanya ukarimu kwa watu, huwezi kujua, yawezekana unamkarimu malaika. Waebrania imesema hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania sura ya 13 imesema hivyo. Waebrania 13 mstari wa 1 na wa 2. Upendano wa ndugu na udumu. Msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Sasa wewe unaweza ukaniona mimi nimekuja nyumbani kwako, ukachukulia poa tu. Lakini ungeweza kuchinja kuku, ukaniandalia na chapati, ukaandaa kwa uzuri. Unafanya hivyo kwa ajili ya Mungu. Sasa kumbe unaweza ukawa umenikarimu mimi na sura yangu na niona kabisa ni mwanadamu, lakini kumbe ni Mungu amekuja kwa sura yangu. Kumbe ni malaika amekuja kwa sura yangu. Ndivyo maandiko yanavyotufundisha. Kwa hiyo Ibrahimu aliwakarimu wakati wale ni watu wa Mungu na mmoja wao ni Mungu. Sasa baada ya kuwakarimu aliwasindikiza. Alipokuwa anawasindikiza, Mungu akasema maneno yafuatayo. Bwana akasema, mstari wa 17, je, nimfiche jambo lolote? Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Endelea. Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Haya maelezo ndio yanayokuhusu wewe. Hivi unajua maelezo kuhusu Ibrahimu yanakuhusu wewe kwa sababu gani? Wewe unafanana na Ibrahimu kabisa. Niulize kwa nini? Kwa sababu wewe ndiye umetimiliza alichofanya Ibrahimu toka wewe katika nchi ya baba yako. Kuokoka ni kutoka kwenye nchi ya baba yako. Kuokoka ni kutoka kwenye nchi ya jamaa yako. Kwa sababu katika koo zetu, makabila yetu na familia zetu kuna desturi, taratibu na mila ambazo unapookoka, nyingi tu kati ya hizo unaziacha. Kwa mfano, nimesoma mahali kule Malawi, wakina dada wote kwenye kijiji wanatolewa bikira na mtu huyu mmoja, sio mume wao. Sasa mtu akiokoka hata shiriki mila hiyo. Kuna makabila hapa Afrika, baba lazima amuonje binti yake yani binti ambaye ni mkwe, lazima. Na kuna makabila mengine baba anakuwa na mahusiano ya kimapenzi na mtoto wake wa kike. Mtu anayelala na mtoto wake wa kwanza ni baba.
Yote hayo yanakataliwa na Biblia. Hutakuja kuyafanya. Ndiyo maana ya toka wewe katika nchi ya baba yako. Yako mambo nimetolea tu, hiyo ni mifano michache. Kama hao wengine wenye mila ya kwamba tuna shughuli ya kifamilia, kila mmoja anakuja anatemea kichwa cha mbuzi mate, halafu mbuzi anachinjwa, inakuwa ni shughuli ya familia. Watu wanatoa nywele zao, kuna kitu kinafanyika. Yote hayo ni mambo ya familia, lakini ukishaokoka unakatazwa kuyafanya. Kuna makabila mengi tu hapa Tanzania, ukienda utakuta kuna kanyumba kadogo kanaitwa kanyumba kamizimu. Hapo wanatoa unga, wanatoa mafuta, wanatoa pombe, wanatoa nini, na kuna jiwe limewekwa hapo. Lazima wanapokuwa wanafanya shughuli ya familia ya mwaka au ya nusu mwaka au ya robo mwaka, au kuna jambo limetokea kwenye familia, wanakutana hapo na wanataja majina ya wote waliowatangulia. Wanawaita ni Mungu, lakini majina ya babu zako tu, ila wao wanawaita ni Mungu. Na wanapofanya hapo, baadaye wanaamini kuna kitu cha ulinzi, kuna kitu cha baraka kinachowajia. Hayo ndio mambo ulioitwa kuyaacha ili umtumikie Mungu. Watu wa umri wako kuna mambo wanayofanya. Wanaume wenzako kuna mambo wanayofanya kwa wake zao. Wanawake wenzako, kwa mfano kule pwani unaambiwa mwanamke lazima uendeshe maisha yako kwa mafiga matatu. Mafiga matatu. Maana yake umeolewa, lakini usiwe mjinga ukawa na mwanaume mmoja tu. Uwe na mwanamume mwingine, na mwanamume mwingine, unakuwa nao wanaume watatu. Kuna mwanamume wa kununua nyama, kuna mwanamume wa kununua vitenge, na kuna mwanamume wako sasa ambaye ndiye mume wako halali. Sasa katika mazingira hayo, hata watoto huwezi ukasema ni watoto wa baba yule tu, kwa sababu wakati unakutana na huyo mwanaume, ikitokea kuna mimba, sasa katika mila za Wamasai, madam ni rika moja, wewe unakwenda tu na mkuki unaweka. Sasa ndio kwenye mtandao alikuwa anasema, hivi ni shilingi ngapi kwa Masai? Mimi nataka niwe Masai. Kwa sababu watu wana akili mbaya, wanasema kwamba haya makabila mengine wanawake wanaoivu sana. Bora angekuwa Masai angeenda na kuweka mkuki. Watu wana mambo yao. Lakini hizo ndio mila ambazo ukiokoka unaitwa kutoka huko. Kwa nakupa tu mfano wa namna ambavyo wewe unafanana na Ibrahimu. Ulivyokubali Injili, umetoka na umeambiwa uende kwenye nchi utakayoonyeshwa. Litimie neno la Warumi 8:14. Anayeongozwa na Roho, huyo ndiye mwana wa Mungu. Maisha yako hayaendi kwa kanuni za ukoo wala kabila wala uliojifunza chuoni au unyago ama jando ama nini. Kwa sababu ulichezwa unyago, ukanemwa, ukachezwa ngoma, unataka ukaendeshe nyumba yako kwa mambo hayo ulioambiwa na bibi na shangazi. Wewe uliyeokoka utafanya hivyo. Umeitwa upate kuishi maisha kwa maongozi ya Roho Mtakatifu. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 20 na mstari wa 27 anasema Roho wa Mungu atakufundisha mambo yote. Kwa hiyo hautaishi unavyotaka, utaongozwa na Roho.
na huyo Roho atakuongoza mambo yote. Namna gani unakaa na mume, namna gani unakaa na mke, namna gani unalea watoto, namna gani unatafuta pesa, namna gani unazitumia, namna gani unaendesha maisha. Hayo ni mambo ambayo ndiyo yanakufanya ufanane na Ibrahimu. Na ndiyo sababu baraka alizobarikiwa Ibrahimu umebarikiwa wewe pia, kwa mujibu wa Galatia 3:7 na 9. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hiyo wewe ni kama Ibrahimu, ni Ibrahimu wa leo. Sasa huyo Ibrahimu lazima aonekane hata sasa. Uwe ni mtu ambaye maisha yako ni ya namna hiyo. Sasa unaweza ukaangalia Ibrahimu huyo alifanyaje. Mungu akasema huyu atakuwa taifa kubwa. Sasa kama wewe ndio Ibrahimu sasa, lazima utakuwa taifa kubwa. Wewe utakuwa taifa kubwa kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, kupitia wale unaowazaa kimwili. Watoto wako unaowazaa kimwili watakuwa hodari duniani. Ndio maana ya kuwa taifa kubwa. Lakini utazaa pia watoto wa kiroho, wale unaowashuhudia wakaokoka. Lakini utazaa watoto wa kiroho kwa maana ya mambo yanayotokea kwenye maisha yako unapoamini, na yenyewe inaitwa watoto. Mambo yanayotokea kwenye maisha yako kwa sababu ya imani yanaitwa watoto, watokanao na imani yako. Ukienda sasa hivi General Hospital ukafanya wodi nzima wakaachiliwa, na kumbe kuna wengine ilikuwa wafe leo. Hayo mambo uliyoyafanya ni watoto wanaotokana na imani yako. Kwa sababu ya hayo matendo utaitwa mtu mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utakuwa mtu mkuu. Inaweza isifanane sana na Ibrahimu, lakini ni kwa namna ile ile. Sasa Mungu anasema hivi, kwa kuwa huyu mtu atakuwa mtu mkuu, ni lazima nimpe siri. Kwa hiyo wewe, you are entitled to the secrets of God. Unayo haki tena ya kimkataba kabisa ya kupewa siri za Mungu. Kwa nini upewe siri za Mungu? Utakuwa mtu mkuu. Utakuwa mtu mkuu, utazaa watoto watakao kuwa watu wakuu, watakuwa sababu ya dunia. Utakuwa mtu mkuu, utafanya watu waokoke, watakao kuja kufanya mambo makubwa kupitia imani yako. Utakuwa mtu mkuu kwa sababu imani yako itakuwa, na kupitia imani yako mambo makubwa yatafanyika. Kwa sababu hiyo Mungu lazima akupe siri. Siwaiti tena watumwa, bali ninyi ni rafiki. Kama Ibrahimu alivyoitwa rafiki wa Mungu, ndivyo na wewe unaitwa rafiki na Yesu. Na kama Yesu anakuita wewe rafiki, Mungu mwenyewe anakuita wewe rafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu anayeitwa rafiki wa Mungu, Biblia anasema niruke hapo niende mstari wa 20. Bwana akasema, kwa kuwa kilicho cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanavyotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Ibrahimu akakaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na muovu? Ukisoma vizuri hapo umeelewa. Walikuwa watatu.
Wale wawili waliendelea Sodoma, akabaki Mungu, akawa anaongea na Ibrahimu. Na Mungu hakuondoka. Kwa nini? Alitaka mwambie anayotaka kuyafanya. Na Ibrahimu akasema hapana, usiangamize wenye haki na wasio haki kwa pamoja. Kwa mfano, kama katika huo mji wa Sodoma unaotaka kwenda kuuangamiza, wakiweko wenye haki 50, akasema kama wako watu 50 sitauangamiza. Wakiweko 40 sitaangamiza. Wakiweko 30 sitaangamiza. Mungu usikasirike. Kwa mfano wakiwa 20, labda nakusumbua sana Mungu, nisamehe sana. Kwa mfano wakiweko 20 Sodoma wenye haki, utaangamiza. Akasema sitaangamiza mji mzima kwa ajili ya watu 20 wenye haki. Mungu nisamehe. Ninaomba tena, kwa mfano nauliza tena, wakiwa 10 je? Na Ibrahimu aliishia hapo. Kama angeendelea, angeweza kusema hata kwa ajili ya mtu mmoja Mungu asingeangamiza, kwa sababu mwenye haki alikuweko. Naye ni nani? Lutu. Hebu punga mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaweza ukaelewa, akiweko mwenye haki mmoja miongoni mwa hao watu waliokusudiwa mabaya, yeye anaweza akawa miongoni mwao, au sio miongoni mwao, lakini anayachukua mambo yao kama ya kwake, akasihi rehema mbele za Mungu. Mungu hatafanya aliyotaka kufanya kwa watu hao. Na hiyo ndio inayoitwa maombezi. Ndio hiyo inayoitwa Kiingereza intercession. Na ni maombi ya imani. Kama unataka kujua maombi yenye nguvu kuliko yote na maombi yanayohitaji imani kuliko yote, ni maombi ya kusimama kuombea wengine. Hayo ni maombi yenye nguvu sana, kulikoni hata kujiombea mwenyewe. Anza sasa kujifunza kuomba kwa ajili ya watu wengine. Hili lilikuwa ni Agano la Kale, lakini tunaangalia vile Mungu anavyotaka tuelewe kirahisi kwa kuangalia Agano la Kale. Kwa hiyo kwa sasa tunafanyaje? Unaamini mapenzi ya Mungu, unayaweka moyoni. Na hayo mambo ambayo Mungu anataka yafanyike hayatafanyika bila mwanadamu mmoja duniani anayeelewa moyo wa Mungu. Kwa hiyo ukoo wenu unauona unaangamizwa na kansa. Ukoo wenu unauona unaangamizwa na ukimwi. Kwa sababu pamoja na kwamba ukimwi ni ugonjwa unaoambukiza na unaambukizwa kupitia zaidi sana kupitia zinaa, lakini wewe ni shahidi. Umeona ya kwamba sio kila familia wanapatwa na hiyo shida. Hata kama wanaofanya uzinzi ni karibu kijiji kizima, lakini wanaopata ukimwi familia fulani tu. Inatokea kama bahati nzuri au mbaya kwamba hawa wengine wakifanya hawakutani na wenye ukimwi, ila familia fulani ndiyo inayokutana nao. Kwa hiyo unaona dada mkubwa kwenda, nani kaka naye amekwenda, mama mdogo amekwenda, sijui baba naye amekwenda, sijui nani, uko ule tu. Unakuta kule kwetu wanaita matuta, yale makaburi wanaita matuta. Unakuta tu matuta, wote wamekufa. Ukiingia ndani sana, wote ni ukimwi. Sasa ukiona familia yenu labda ni kansa, labda ni ukimwi, labda ni kutokuzaa, labda ni kutokuolewa, labda ni kutokumkubali Yesu, wewe waweza ukasimama
kwa ajili yao. Kwanza wataokoka, pili si tu kwamba wataokoka, neema ya kuwatoa kwenye hicho kinachowaangamiza kitaondoka. Unaweza ukakuta ukoo mzima hakuna ambaye hata na gari. Wanaokuwa na baskeli ni wa kuhesabu. Usidhani hilo jambo ni la kawaida. Siku zote unapoona mapungufu ya kifedha, usiyachukulie ni mambo ya kawaida. Ni mambo yanayoendeshwa rohoni. Yanasababishwa na nguvu za giza za rohoni. Kwa unakuta ni karibia ukoo mzima hawathamini kazi. Ni karibia ukoo mzima mmoja tu akipata wote wanamwangalia yeye, lini atakuwa na pesa. Na kuna koo zingine wewe ukiwa na uwezo, wengine wale wanaona ni halali watendee, na usipofanya wanakulalamikia. Hiyo na yenyewe ni laana. Unajua Biblia imesema, kwa Kiingereza inaitwa servitude. Ukiwekewa hali ya kwamba unapata angalau, lakini kuna ndugu wengi wanaokutegemea wewe tu, huwezi kuinuka. Huwezi kuinuka. Na unaposema leo na wewe una mambo yako, jamani sina, wanakasirika. Maana yake wanakufanya wewe ni mtumwa wao. Yaani wao wazae watoto uwatunze wewe, wapate madeni uyalipe wewe, wapate sijui nini, wewe ndiye wakufanya. Yeye aoe mke, wewe umvishe, umlishe. Hamjawahi kuona kwenye koo zingine, kwenye familia zingine mambo kama hayo? Hiyo inaitwa servitude. Umefanywa wewe ni wa kuwatumikia, unatumikishwa maana yake. Sasa ukiona kuna kitu kama hicho, unaelewa huu ukoo wangu, hii familia, sijui tunaitwa labda Mwakatundu, au tunaitwa Kitundu, au tunaitwa Masanja, lakini huu ukoo wote una mambo kama haya. Mimi ndio nimepewa neema ya kumjua Mungu. Simama mahali palipobomoka kwa ajili yao. Hayo ndio maombi yenye nguvu kuliko yote, na hayafanyiki kwa saa moja, hayafanyiki kwa masaa mawili, hayafanyiki kwa wiki moja, hayafanyiki kwa mwezi mmoja, yanafanyika muda mrefu. Na hapa unakwenda mbele za Mungu ukiomba toba, ukiomba rehema, na ukitaka mambo ya Mungu yaje. Yale maneno ya Yesu, ufalme wako uje, ndio unaita hapo. Mapenzi yako yatimie, unaita hapo. Mpaka itakapofika moyo wako umekuwa mwepesi, hapo ndipo najua Bwana amejibu. Utashangaa tu vile ambavyo ndugu zako wataokoka, na vile ambavyo neema ya kuwatoa kwenye vifungo hivyo itakavyoachiliwa. Ni kwa sababu wewe umeomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na Rozi, msaidie hapo binti yangu. Ana unakuna mgusa, sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui tumeelewana? Hicho ndicho kinachoitwa maombezi. Kinaitwa maombezi. Yaani ni sawa na kwamba huu ukuta wa hii nyumba ungekuwa ni ukuta, sio nyumba, ni ukuta. Na humu ndani kuna mihogo.
Ule ukuta uliowekwa ni wa kuzuia nguruwe wasiingie, ili hii mihogo ikue au viazi vizae vifike hatua ya kuvunwa. Lakini kwa namna moja au nyingine kumekuwa na mahali ambako ukuta umevunjika. Walichokuwa wanafanya, anaweza akaambiwa kijana wa nyumba ile, kama labda huyu, wewe njoo usimame hapa, wewe Kawea simama hapa, hakuna kuondoka mpaka sisi wengine tuende porini tukate miti tuje tupajenge palipobomoka. Kwa hiyo alihesabiwa huyu anayesimama hapa amejenga palipobomoka, ili wale wanyama waharibifu wasije wakaingia wakaharibu shamba ama bustani. Sasa katika ulimwengu wa roho, kunapokuwa kumetendwa dhambi, kunapokuwa kumetendwa jambo linalowapa mapepo nafasi ya kuja kuharibu ukoo, kuja kuharibu familia, kuja kuharibu huduma, kuja kuharibu kanisa, huwa wako wanaopewa ufahamu kwamba kuna mahali pamebomoka. Wao wanasimama hapo, wanaanza kuomba mpaka patakapojengwa. Ni watu wanaosimama mahali palipobomoka, hao ndio waombezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kufanya maombezi sio jambo la siku moja. Sio kwamba mtu anaumwa kichwa umemwekea mikono unasema nimefanya maombezi. Hamna. Maombezi ni zaidi ya hapo. Nimekupa mfano wa Ibrahimu. Hebu tuangalie mfano wa mtu mwingine. Anaitwa Daniel, katika sura ya 10 ya kitabu cha Daniel. Sura ya 10 ya kitabu cha Daniel. Biblia inasema maneno yafuatayo. Hebu tuanzie sura ya 9. Tuache kwanza sura ya 10. Sura ya 9. Sura ya 9 Biblia inasema hivi: katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Wamedi, aliyetawala kuwa mfalme juu ya miliki ya Wakalidayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake. Siku zile tarehe zilitajwa kwa namna hiyo, maana kulikuwa na kitabu cha tarehe cha kila mfalme. Kwa hiyo ukitaja hivi, wao moja kwa moja wanaenda kwenye kitabu chao, wanajua ulikuwa mwaka gani. Ndiyo maana ya kutaja katika mwaka wa kwanza wa kutawala, mwaka wa 8, mwaka wa ngapi wa mfalme fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu siku tunatawazwa kuwa mfalme, kuanzia siku hiyo wanaanza kuhesabu. Ilikuwa siku ya 10 katika mwaka wa kwanza wa kutawala fulani lilitokea tukio hili na hili. Sasa mwaka alioanza kutawala huyu ilikuwa mwaka 1923. Kwa hiyo wanaelewa siku ya 10 ilikuwa, ina maana yake ilikuwa tarehe 10 Januari mwaka 2023. Wanajua. Sasa kwenye huo mwaka Danieli akasoma vitabu. Aliposoma vitabu akakuta muda wa wao kukaa Babeli umeisha, kwa mujibu wa unabii wa Yeremia. Sasa kwa kuwa na ufahamu wa mambo ya rohoni, akajua hili jambo halitaisha kisiasa. Hatutaenda kuomba au hataenda kufanya labda tutafanya jambo la kisiasa, labda ni maandamano, labda sijui nini. Yeye akajua ili lifanyike lazima aende mbele za Mungu. Kwanza mpaka tuje huku Babeli
ni kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa hiyo Daniel akafanyaje? Nikamwelezea, mstari wa 3, Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Maombi yaliyohitaji magunia na majivu yalikuwa ni maombi ya toba. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama, nikasema, Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake, tumefanya dhambi. Yeye Daniel hajatenda dhambi yoyote, ila anapojiangalia yeye na taifa, Mungu akiliangalia taifa, hakuangalii wewe peke yako. Kwa hiyo ukisimama mbele za Mungu miongoni mwa Watanzania, utaelewa sisi Watanzania ni wenye dhambi mbele za Mungu. Kwa hiyo unaomba toba, tumefanya dhambi. Wakati wewe hiyo dhambi utakayokuwa unaomba toba yake, yawezekana kabisa hujawahi kufanya hata kuwaza. Lakini unapoomba hivyo, ndio umesimama mahali palipo bomoka. Umenielewa? Na maombi ya namna hiyo unafanya ni ukuhani, kwa sababu kuna watu wengine hawawezi kwenda kwenye uwepo wa Mungu. Kama wakati ule nilivyokuonyesha, walikuwa hawawezi kwenda kwenye uwepo wa Mungu mpaka awepo kuhani mkuu, na baadaye awepo kuhani tena mwingine awafanye hawa watu mambo yao yafike kwa Mungu. Bila kuhani mkuu na makuhani wengine, mambo yao hawa watu hayafiki. Sisi kwa damu ya Yesu amekuwa kuhani wetu mkuu, na sisi ni makuhani. Kwa hiyo unaichukua familia yenu, unaipeleka mbele za Mungu, wewe ukiwa kuhani. Mungu anayasikia mambo ya familia yenu, ya watu ambao asingesikia ombi lolote la kwao, kwa sababu wametengwa naye kwa sababu ya dhambi. Ila Mungu atakusikia wewe, kwa sababu wewe ni mwenye haki kwa ile damu iliyomwagika msalabani. Kwa hiyo dhabihu yako inapokelewa kwa sababu ya nini? Haki ulionayo, ulioipata kwa imani. Kwa hiyo Mungu atatenda kwenye familia yenu kwa sababu yako. Unaungama. Unajua kabisa labda kwenye ukoo kuna wauaji, unasema, babu tusamehe ukoo huu, sisi ni wauaji. Unafahamu kwenye huo ukoo wanaoa na kuacha, wanaoa na kuacha, Mungu tusamehe, sisi ni wauaji na kuacha, hili tumekukosea, tumekutenda dhambi. Unafahamu hiyo familia wanatoa mimba mpaka watakapofika miaka 40 ndio wanazaa, Mungu tusamehe, tumekuwa watu wa mimba, tumemwaga damu isiyo na hatia. Unafahamu labda ni wapenda uganga, ushirikina, uchawi, unasimama unaomba kama Danieli alivyofanya. Akasema, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako, wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Utasoma hapa maneno mengi sana Daniel alifanya. Haya ndio maombi ya kikuhani. Umesimama mahali palipobomoka, kwamba usipokuwepo wewe kuna hatari itaingia kwenye hilo shamba, kuna hatari itaingia kwenye hiyo nyumba. Kwa hiyo unasimama. Katika kitabu cha Ezekieli imewekwa vinginevyo. Kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 30, sura ya 22 imewekwa vinginevyo. Sura ya 22 anasema hivi, nitaanza na mstari wa 30. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi,
nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Kwa hiyo ule mfano nitolewa wanyama wabaya kama nguruwe kuja kuharibu mihogo, inaweza ikarudishwa kwenye kipengele hiki. Mungu anapokuwa ameghadhabika, amekasirishwa na taifa, maana yake kuna sehemu pamebomoka. Labda mfalme wao ametenda dhambi, labda kuhani wao ameanguka, labda wanaume wa kabila lile wamemkosea Mungu kwa kutofuata masharti na maelekezo aliyowapa kwenye sheria yake. Mungu amekasirika, anataka kutembelea taifa, ukoo, kabila zima kwa hukumu kutokana na dhambi zao. Akitokea mwenye hekima kati yao akasema, Mungu, tumetenda dhambi, ila yeye ni mwenye haki, tumekukosea Baba, ni haki utuangamize, ni haki utufute, lakini Baba, ninaomba, wewe ni Mungu mwenye haki, ni Mungu mwenye rehema, usituangamize. Ninatubu dhambi hii tuliyoifanya. Wakati wewe hujatenda, Mungu anaangalia. Kwa sababu yako hilo kabila, au ni familia, au ni ukoo, au ni taifa kabisa, halitoangamia kwa sababu yako. Hapo ndipo panaitwa maombezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio inaitwa intercession. To intercede ni kukaa kati ya Mungu na hao unaowaombea. Na hii lazima iwe ni maombi ya imani. Tena yawe ni maombi ya bidii. Tena yawe ni maombi ya mwenye haki, mtu ambaye anakubalika mbele za Mungu. Tumesema sisi tumeshakuwa makuhani tunaotoa dhabihu zinazokubalika mbele za Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Dhabihu yetu mbele za Mungu ni haya maombi leo. Ninamwomba Mungu, Baba, kwa sababu wa Tanzania tumekukosea, tumefanya hivi na hivi, damu zimemwagika, Mungu tusamehe. Unapoomba namna hiyo, kwanza umelikubali neno na kwamba tulivyofanya hivyo tumekukosea. Mungu anakusikia. Lakini ni kama vile umesimama mbele, halafu hao wanaotakiwa kuangamizwa, wewe umesimama mbele. Hawezi kuangamiza kwa sababu yako. Ngoja nikupe mfano mzuri wa kibiblia, utaelewa. Lakini tumalize kwanza hili andiko. Kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Kwa maana alikosekana wa kusimama mbele, akazibe mahali palipo haribika. Lakini ili uelewe, tuangalie mfano mzuri. Agano la Kale ni zuri sana kwenye kuelewa baadhi ya vitu ambavyo kwenye Agano Jipya unaweza usivielewe. Hebu tuangalie kwenye Agano la Kale, kwenye kitabu cha Hesabu. Kwenye kitabu cha Hesabu, watu walimchukiza Mungu. Mungu alifanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia katika sura ya 16 kitabu cha Hesabu. Watu walifanya mambo, na haya mambo yalikuwa ni conspiracy. Pale watu wanapojiunga wengi kumpinga kiongozi wao, inaitwa conspiracy. Kwa haki, lakini nazungumza kwa upande wa mambo ya haki. Ilitokea wakati wa kitabu cha Hesabu. Biblia inasema hivi, kitabu cha sura ya 16 mstari wa 41. Anasema hivi, tutaenda mpaka mwisho. Lakini siku ya pili yake mkutano wote wa wana wa Israeli wakamnunikia Musa na Haruni, wakasema, ninyi mmewaua watu wa Bwana.
Basi ilikuwa hapo huo mkutano ulipokuwa umekutanika kinyume cha Musa na kinyume cha Haruni, wakaangalia upande wa hema ya kukutania, na tazama hilo wingu likaifunika hema, na utukufu wa Bwana ukaonekana. Na Musa na Haruni wakaenda hapo mbele ya hema ya kukutania. Naye Bwana akanena na Musa na akawaambia, ondokeni kati ya mkutano ili niwaangamize mara moja. Wao wakapomoka kifudifudi. Musa akamwambia Haruni, haya, shika chetezo chako. Kwa wale ambao hamuelewi chetezo, kama mliwahi kwenda kwenye kanisa la Katoliki, kile huwa kinafanywa hivi. Kina uvumba, unatoka moshi. Hicho ndio kinaitwa nini? Chetezo. Kinakuwa kimewekwa huko uvumba na moto. Walikuwa wanashikilia makuhani tu. Niliwaambia Jumapili, kwa kuwa wewe ni kuhani, wewe ni nani? Ni padre kwa Agano Jipya. Unashikilia chetezo, na chetezo chako wewe ni maombi. Wakati ule wao walifanya kwa uvumba, inavyokuwa unatoka na moshi. Ule uvumba ulikuwa na maana. Lakini angalia anavyosema, akamwambia Haruni, shika chetezo chako. Na Haruni ndiye alikuwa kuhani. Uketia moto ndani yake, moto wa madhabahuni. Hakuchukua moto mwingine, alichukua moto wa madhabahuni. Ndio unakwambia usiwe na haraka sana kufanya kazi. Nataka niende. Wananichelewesha. Unaenda kuanza tu kanisa. Unachukua moto usiokuwa wa madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja waseme, nitengeeni Paulo na Sila, maana nina kazi. Nitengeeni Paulo na Barnaba, nina kazi nao. Kanisa likaomba kwa kufunga, halafu wakamtenga, wakamwekea mikono, wakampeleka kwa kazi ambayo Mungu alikuwa amemtuma nayo. Hapo akifanya hivyo anatoka na moto wa madhabahuni, sio moto wa kigeni. Sasa Biblia inasema hivi, uchukue haraka uende nacho katika huo mkutano, ukawafanyie upatanisho, kwa kuwa ghadhabu zimetoka kwa Bwana na hiyo tauni imeshaanza kuwala. Hebu tengeneza picha. Watu hawa, labda niseme hivi viti hapa ndio watu wenyewe, umati wa wana wa Israeli. Tayari wameanza kufa, wanadondoka bu. Tauni ilikuwa inaua haraka, wanadondoka bu. Wewe Haruni, harakisha uende kati ya waliokufa na wala ambao bado hawajafa. Haruni anawahi, anakuja, anasimama hapa. Akisimama hapa, maana yake kinachowaua watu kimue yeye, na Mungu hataki kumuua yeye. Hawa wote wanapona kwa sababu ya Haruni. Umeelewa? Hiyo ndio inayoitwa maombezi. Unasimama kama kuhani kwa niaba ya wengine. Mungu hawaangamizi wengine kwa sababu amekuona wewe ni mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui mnaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii inafanya kazi namna mbili, kwamba kuna uharibifu unaanza. Wewe unaweza ukasimama kwa niaba ya wale watu, uharibifu usiwepo. Lakini unaweza pia ukafanya jambo hilo kwa namna nyingine, kwamba tayari familia ile ina mambo fulani mabaya, yalishakuwa ni ya ukoo mzima, yalishakuwa ni ya kizazi na kizazi. Lakini kwa kuwa wewe umeokoka kati yao, unaweza ukasimama ukaanza kusema, Mungu, hili na hili na hili silipendi Baba, kwa sababu yangu ukoo huu, hilo jambo likome. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine mna watoto,
unaona kabisa mambo ambayo ya ukoo wenu unayaona kwa watoto. Mambo ya ukoo wa mke wako unayaona kwa watoto. Unachotakiwa kufanya, simama mbele za Bwana, mlilie Mungu kwa ajili yao kama kuhani. Sasa hapo ndipo tumekuja kwenye hoja yetu ya kwamba tunaenda mbele za Mungu kuchukua baraka kwa ajili ya wengine. Ulikuwa ukowe maskini, wewe umechukua baraka kwa ajili ya wale watu. Sasa mara nyingi ukifanya maombi kwa niaba ya watu wengine, Mungu hukupa neno kwa ajili yao. Ndio maana kuhani anaomba mbele za Mungu akipeleka mahitaji yao. Kuhani anapokea neno kwa ajili ya hao waliokuwa na waombea. Anarudi kusema nao, nilikuwa na waombea, Mungu amesema hivi. Hapo anageuka kuwa nabii wao. Lakini kiuhalisi alikuwa anafanya ukuhani mbele za Mungu. Sijui umeelewa? Sijui umeelewa? Neno unalokuwa nalo kwa ajili ya watu linapaswa litokane na maombi ya kikuhani. Sasa hayo maneno tunayopewa yana mafunuo namna 5 tofauti. Unaweza ukawa ni ufunuo wa kitume, unaweza ukawa ni ufunuo wa kinabii, unaweza ukawa ni ufunuo wa kiinjilisti, unaweza ukawa ni ufunuo wa kichungaji, unaweza ukawa ni ufunuo wa kiualimu. Huduma 5 tofauti. Hazitokani na kwamba umewekewa mikono, zinatokana na kwamba umesimama mbele za watu, mbele za Mungu kwa niaba ya hao watu. Ndio maana waweza ukawa mtume wa pesa. Ndio maana waweza ukawa mtume wa uponyaji. Ndio maana waweza ukawa mtume wa hiki na kile, kwa sababu ya mambo yaliyojaza moyo wako unapokwenda mbele za Mungu kwa ajili ya watu ulioitwa kwa ajili yao. Kwa hiyo mkubwa ni nani? Sio mtume, mkubwa ni kuhani. Mkubwa ni nani? Sio nabii, mkubwa ni kuhani. Maana kuhani ndiye anayeleta huo ufunuo wa kitume, huo ufunuo wa kinabii, huo ufunuo wa kichungaji. Na hizi ni sadaka unazozipeleka mbele za Mungu ukiwa kuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata hizi karama tunazolia nazo, huendi tu kuomba Mungu nipe karama fulani. Wewe unaenda mbele za Mungu kumlilia yale mambo unayoyaona kwenye familia au kwenye kanisa au kwenye ujirani ulioko au kwenye mji mzima. Umeenda kumtaka Mungu afanye. Kwa hiyo Mungu atakupa wewe au atawapa watu wengine. Lakini mara nyingi anaenda mbele za Mungu, yeye anakuwa mmoja wapo ajibu kwa wale aliokuwa akiwaombea. Umenielewa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumesema unaenda mbele za Mungu unapata baraka kwa ajili ya watu wengine. Tunaenda mbele za Mungu unapata baraka kwa ajili ya watu wengine. Hiyo baraka kwa ajili ya watu wengine yaweza ikawa ni neno la ufunuo, yaweza ikawa ni udhihirisho wa Roho Mtakatifu kukupitia wewe au kumpitia mtu mwingine. Na udhihirisho wa Roho Mtakatifu kupitia mtu huwa unaitwa karama. Ni tofauti na huduma. Hizo ni karama za Roho Mtakatifu. Kwa sababu ulikuwa unaomba, basi mtu atapakwa mafuta, atakuja na karama za kuponya. Huyu mtu mwenye ukimwi tumekuwa naye miaka mingi, lakini leo Mungu ameinua mtu. Siku hiyo anakuja, anaweza akawa na maneno machache tu, akasema wenye shida wote waje, na moyo wangu unaugua sana kwa ajili ya watu wenye ukimwi leo. Kama unajua una maambukizi au umeshakuwa tayari na ukimwi, usiwe na wasiwasi, njoo tu. Siku hiyo anayo karama.
kwa maombi mepesi. Sio lazima warushwe huko na nguvu ya Mungu, sio lazima wadondoke. Kikubwa ni kwamba Mungu anafanya jambo kwa utasikia mtu amepona. Maombi yale yale ambayo huwa yanafanyika siku zote na watu hawajapona, siku hiyo unashangaa wanapona, kwa sababu kuna mmoja aliomba kikuhani na Mungu akaachilia neema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inawezekana ikawa ni wewe mwenyewe ndio uliyeomba na Mungu ndiye akakutumia wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndivyo hivyo, unapokea baraka kwa ajili ya watu wengine, na hiyo ni damu ya Yesu inatuwezesha kupata hizo baraka kwa ajili ya watu wengine. Sasa kama hawa walikuwa wameshaanza kufa, alivyosimama Haruni na chetezo chake, uvumba unavonani, amesimama kati ya walio hai na waliokufa. Anayeua akifika kwa Haruni hawezi kuendelea, kwa sababu ili awaue walioko huku lazima muue na yeye, na yeye ni mwenye haki. Ili waendelee kuuawa hawa, lazima na wewe uuawe, lakini wewe umefunikwa kwa damu ya Yesu, kwa hiyo huwezi ukauawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile siku walioambiwa wana wa Israeli waingie ndani na miimo ya milango yao imepakwa damu, siku hiyo haikutegemea ni Myahudi au ni Mwisraeli, ni Misri. Hata kama ni Misri alikuwa amekuja hapo kudoea ugali au kuongea tu, na yeye akaamua kuweko ndani, yule muuaji asingeua kwa sababu yule ni Myahudi, ni Mwisraeli, ni Misri. Lakini hata kama ni Mwisraeli yuko huko nje, Mungu hangeacha kumuua kwa sababu tu yeye ni Myahudi. Unaelewa? Kwa hiyo damu iliwafanya wapokee ulinzi, kwa sababu wako ndani. Kwa hivyo ndivyo inavyokuwa katika maisha yetu. Sasa mchungaji unasema nini? Nasema hivi, wewe ni kuhani utakayeokoa ukoo wako. Wewe ni kuhani utakayeokoa nyumba yako. Maana yake utaanza na uzao wa nyumba yako, wale uliowazaa wewe, hiyo moja. Wale mliozaliwa pamoja, hiyo mbili. Na ukoo mzima usimame kama kuhani, na Mungu atafanya nini? Atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kama Ibrahimu anasimama kati ya Mungu na Sodoma, na Mungu anasema kama wako hao, mimi sitaua kwa sababu ya hao, kwa sababu umesema. Asingesema Ibrahimu hata kama wangekuweko 50 kweli wenye haki, bado Mungu angewaua. Kwa hiyo nalitafuta mwenye haki atakayesimama mahali palipobomoka, ili ghadhabu yangu isiwaangamize. Nalikosa. Hapo nikafanyaje? Kwa hiyo mwenye haki kwanza awepo, halafu awe na ufahamu wa kutengeneza mahali palipobomoka. Kwa hata kama mwenye haki yupo, ila hajapata ufahamu wa kutengeneza mahali palipobomoka, nitaangamiza. Sasa tunatakiwa tukumbuke, tunapaswa kusimama hivyo kwa ajili ya nyumba zetu, kwa ajili hivyo, lakini unaweza kusimama pia kwa ajili ya kanisa, unaweza kusimama hivyo kwa ajili ya taifa, kama mwenzetu Danieli alivyosimama.
Yesu wetu ndiye kuhani wetu namba moja. Katika kitabu cha Isaya sura ya 53, Isaya 53 kuna neno linasema, sura ya 53 na mstari wa 12. Kwanza tusome mstari wa 10. Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Mstari wa 12, kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Aliwaombea wakosaji. Tunapaswa tuwaombee wakosaji kama ambavyo Yesu aliwaombea. Kwa hiyo unapokuwa unaomba, unaingia mle. Wanasema ni mle. Yaani unasababisha hiyo huduma ya Yesu iwe halisia. Unaifanya ifanye kazi kihalisia, kwa kuwa umechagua kuomba. Kwa ajili ya nani? Ya wenye dhambi. Sasa mimi nawatia ufahamu. Usikae hivi. Ombea familia yako. Ombea kanisa. Wewe kazi yako sio malalamiko. Kazi yako sio kuonyesha nani mkosaji. Kazi yako ni kuombea. Halafu ombea taifa. Jamani, kitakacholiokoa taifa hili sio Chama cha Mapinduzi. Kitakacholiokoa taifa hili sio Chama cha Demokrasia na Maendeleo, sio TLP, sio ACT Wazalendo. Kitakacholiokoa taifa hili ni kuhani, hata kama ni mmoja atakayesimama mahali palipobomoka kwa niaba ya Watanzania. Shida yetu, pamoja na kwamba tumeokoka, tuna vyama vyetu. Kwa tunachofanya, tunaomba matakwa ya chama chetu kama ndio matakwa ya Mungu. Hapana, hayawezi matakwa ya Mungu yakawa ni matakwa ya chama. Lazima tuende mbele za Mungu kuyataka matakwa ya Mungu kwa maombi yetu, na Mungu ataliponya taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maombezi ni huduma ya kuhani iliyofanywa kila siku, miaka yote. Kwa hiyo ufanyi ukuhani wakati unapoona matatizo. Ni ukuhani unaofanyika kila siku. Sasa unalinganisha viwango vya waumini, vya waumini. Wakati mwingine ni sawa. Na sasa nazungumza hapa, ujipime. Kama wewe maombi yako Januari, Disemba, Jumatatu, Jumapili, Januari, Februari, miaka nenda rudi, ni kujiombea wewe tu, hujakuwa. Na hautafika kiwango cha kuzitambua nguvu za Mungu kiuhalisia. Anza kujizoesha kufanya intercession. Kama ningelikuwa
na mpira hapa ningekuonyesha. Anayeomba, siku moja Mungu alinionyesha, ni sawa na kwamba yeye amejiweka pembeni, lakini ameishikilia dunia kwenye mkono wake, akiwa anamonyesha Mungu mahali pa kutenda, kwa sababu mwanadamu duniani ni administrator, ni msimamizi anayetakiwa kuelekeza nguvu ya Mungu itende kazi wapi. Ukiwa umeajiriwa kama manager kwenye shamba la mtu, hilo shamba lina nguruwe, hilo shamba lina ng'ombe wa maziwa, hilo shamba lina kuku wa mayai, kuku wa nyama, shamba hilo lina mahindi, shamba hilo lina ngano. Wewe manager ndio unayeamrisha, ndio unayewaelekeza wafanyakazi. Kabla ya kwenda kwenye kuku, leo mnaenda kwanza kukata majani ili ng'ombe wa maziwa wapate. Watakapokuwa wanakula majani, wengine watakuwa wanakamua, wengine mtaenda kuokota mayai. Wewe manager ndio unayepanga. Kumekuja pumba magunia 100, haya 5 yataenda kwa ng'ombe wa maziwa wakati wanakamuliwa, haya mengine 20 yataenda kwa nguruwe, lakini mtangulia na wale walio na watoto. Wewe ndio unaye administrate. Inawezekana wewe sio mwenye shamba, ila umewekwa hapo kwa manager. Na wewe sio mwenye hii dunia, wewe sio mwenye hii Tanzania, wewe sio mwenye hiyo familia, lakini kwa maombi yako unafanya administration. Unawafanya malaika wafanye mambo kwenye familia ile. Okoa yule alikuwa asife, apone. Yule alikuwa ameshikwa na ulevi na ni kwa udanganyifu tu alizoeshwa na rafiki yake, hicho kitu kiondolewe. Malaika wanafanya kazi. Malaika wanafanya kazi. Kuna fulana anamchukia yule, amepanga kumwekea sumu. Kwa hiyo siku inageuzwa, mambo yanabadilishwa kwa sababu wewe umeomba. Lakini sasa hao waokozi ndio wamekaa tu malawama tu. Ndio kisa makanisa yanakufa, familia zinaharibikiwa, kwa sababu anayepaswa kuelekeza malaika wafanye kazi gani amekaa tu. Soma vizuri Biblia yako. Biblia inasema hivi, atakayeuambia mlima huu ng'oka. Kwa hiyo wewe ndio unayefanya maombi, ndio unayeamua ni mlima upi ung'oke. Wewe usiposema kwenye maombi, hakuna mlima unaong'oka, hakuna mti unaong'olewa. Na uking'oka uende wapi? Wewe ndio unayeamua, na unafanya hivyo kwa maombi ya imani, ukiwa ndiye mwenye haki, unayejua umepewa kumiliki na kutawala kwa niaba ya Mungu kwenye hiyo familia. Uchawi unaendelea, hautaondoka kwa kuna laumu shangazi yule ni mchawi. Utaondoka kwa kuwa umesimama kuhakikisha uchawi unaondoka. Utaondoka kwa sababu wewe umesimama. Haitaondoka hiyo hali kwa sababu tu unasema yule Tamari ni mkahaba, yani anautumia vibaya uzuri wake. Wewe usimame maombi ya kikuhani, na hiyo inawezeshwa kwa damu ya Yesu. Na ni kwa nini lazima uwe na maono? Ni kwa nini lazima uwe na mzigo? Kwa sababu unakumbuka Yesu amekufa. Mauti yake isiwe ya bure. Ili alichofanya Yesu kikamilike, unapaswa wewe kusimama kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nilimpeleka binti yangu wa kwanza kwa kujibana kweli kweli. Hatukuwa na kitu, lakini tulijibana kweli kweli.
kwamba lazima aende shule nzuri, kwa sababu akiwa olevo alikuwa kwenye shule ya Katoliki, wakamzuia maombi, maana alitoka akiwa na moto, wanafika kule wanaombea wenzao kwa sababu wanaomba, na nyimbo zenyewe wanazoimba lakini roho wa Mungu anaziheshimu. No. Ndimi ziliwatokea, ndimi zilizogawanyikana, zilikuwa zimegawanyikana, tiriri, wanaimba hivyo, roho wa Bwana anashuka kweli. Kwa hiyo wale kwa watoto wenzao wenye mapepo yanalipuka wanawaombea. Sasa wale wa Katoliki wakasema hatutaki, mnarudi kwenu. Tukarudishiwa. Sasa toka hapo Ruth akawa sio mwombaji tena, ni kama wakamharibu wale wa Katoliki. Tukasema zamu hii tunampeleka shule ambayo sio ya Katoliki. Kwenye hiyo shule walivyoenda ilikuwa na bei kweli kweli, lakini tukajikaza tukampeleka. Sasa mtoto alivyokaa wiki ya kwanza, wiki ya pili akapiga simu akasema, baba, sitaki ije ionekane mwishoni nimetumia pesa ya familia vibaya. Najua wewe baba, najua mama, mnajinyima tu kunileta kwenye hii shule. Hii shule baba na mama ni ya matajiri. Wanachokaa hawa wasichana wenzangu wote ni kuzungumza juu ya utajiri wa baba zao. Sasa mimi nitazungumza utajiri wa baba yangu upi? Wanachojali hapa hata kusoma hawasomi. Mimi nataka niende kwa watoto ambao tutakuwa challenged. Nitakuwa challenged, wanataka kufaulu. Lakini hawa wanaotaka kutimiza wajibu wa kwamba walifika sekondari, walifika high school, lakini mioyo yao haipo kwenye shule, sitaki. Tukatengeneza namna, akahamishwa shule nyingine. Alisema nisitumie rasilimali za familia vibaya. Sasa na wewe usitumie rasilimali za Mungu vibaya. Mwisho wa siku utalaumiwa. Hivyo nanisikia mtu wa Mungu? Unayo neema, wewe ni kuhani. Mtafute Mungu kwa ajili ya watoto wako. Mtafute Mungu kwa ajili ya kanisa. Mtafute Mungu kwa ajili ya taifa. Mtafute Mungu hata kwa ajili ya mji. Mtafute Mungu. Kuna mzungu mmoja kule Mbeya, alikuwa anachukia kweli akiendesha gari lake halafu linafika kwenye mashimo, akaanza kuwa anayakemea. Kila shimo analoliona barabarani anasema, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu shimo toka. Sio muda mrefu, wakati Kajima wamemaliza kujenga hii barabara ya Dar es Salaam Mbeya, sijui ilikuwa ni mkuu wa mkoa, sijui ni meya, akawaomba Kajima, barabara za Mbeya zikajengwa. Sasa ni mambo ya kisiasa, ni mambo ambayo huwezi ukaelewa, lakini ni majibu ya yule mzungu. Yeye aliomba. Kwa hiyo unaweza ukaomba mambo ya kawaida tu. Watu wengine watasema ni ujinga, lakini hiyo wewe ni administrator. Unayo neema, umepewa kufanya mambo yaende. Bwana Yesu asifiwe sana. Shule yako inaweza kubadilika. Hospitali yako, ninyi ambao ni madaktari, manesi, inaweza kubadilika kwa sababu ya wewe. Mambo yanaweza kubadilika huko uliko kwa sababu yako, kwa sababu you pray. Usikae hivi ukatumia rasilimali za ufalme vibaya. Simama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mbona